Baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Kisarawe limefanya mkutano wa kufunga mwaka wa fedha kwa lengo la kupitia utekelezaji wa mipango na shughuli mbalimbali za halmashauri kwa kipindi cha mwaka mzima. Katika mkutano huo, madiwani wamepata fursa ya kupokea na kujadili taarifa mbalimbali za utekelezaji kutoka katika kamati za halmashauri pamoja na taarifa za mapato na matumizi, utekelezaji wa miradi ya maendeleo na utoaji wa huduma za kijamii kwa wananchi. Aidha, baraza hilo limejadili changamoto zilizojitokeza katika utekelezaji wa shughuli za halmashauri na kutoa maelekezo mbalimbali yanayolenga kuongeza ufanisi kwenye ukusanyaji mapato, usimamizi wa rasilimali za halmashauri na utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa kuzingatia ubora, thamani ya fedha na kukamilika kwa wakati. Katika mkutano huo pia umehusisha maswali ya papo kwa papo kutoka kwa madiwani, ambapo maswali mbalimbali kuhusu utekelezaji na ukamilishaji wa miradi ya maendeleo yamewasilishwa na kupatiwa majibu na ufafanuzi kutoka kwa kaimu mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kisarawe, Mwalimu Nyahori Mahumbwe, pamoja na viongozi na wataalamu wa halmashauri ya wilaya kwa lengo la kuleta maendeleo kwa wananchi. Akizungumza wakati wa mkutano huo, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kisarawe, wakili Aidan Kitare, amewahimiza watendaji kuendelea kusimamia kwa umakini utekelezaji wa mipango na miradi ya maendeleo, huku akisisitiza uwajibikaji, uadilifu na matumizi sahihi ya fedha za umma. Kisarawe oye! Daktari Samia Suluhu Hassan oye! Mheshimiwa mkurugenzi, kama mwenyekiti, Mheshimiwa wajumbe wa baraza hili, wakuu wa idara na vitengo, kazi na utu, tunasonga mbele. Kwa kuwa dira ya taifa ya mwaka 2050 ukurasa wa 32 mpaka 45 umezungumza namna gani sisi kama taifa tunatakiwa tuelekee kwenye matumizi ya tehama pamoja na akili mnemba ili kuhakikisha kwamba shughuli za serikali zinaweza kufanyika. Na kikao cha kamati ya fedha kilichopita nilitumia akili mnemba kwa ajili ya kuwasilisha mawazo ya mwenyekiti katika kikao hicho, na mtaalamu wetu wa tehama ndugu yetu Mbena alifurahi kweli kweli kwa ajili ya jambo hili. Sasa ukifanya jambo mtu akafurahi akapongeza, sio mbaya kurudia. Katika kikao hiki sitaruhusu mijadala yoyote ambayo itakuwa nje ya shughuli za halmashauri, na shughuli ya leo ya halmashauri ni kujadili hesabu hizi ambazo tunafunga kutoka tarehe 30 mwezi Juni. Kwa kuzingatia hayo, kikao kimefungwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuuliza swali. Ukurasa wa kwanza, sehemu ya kwenye mali za kudumu za muda mfupi. Hapa kwenye hii hapa 84 mwisho 500 huku mbele karibu na mali kuna sifuri. Nilikuwa nataka kujua na hii ipo kwenye swala la hesabu au ni typing error? Asante. Nilikuwa nijue hii ni asilimia ngapi, na je tumetekeleza ile asilimia 40 ya mapato ya ndani yakafanya miradi ya maendeleo? Kwanza nitoe pongezi kwa watumishi wetu, hususan wa kada ya walimu na watumishi wengine, kiasi kwamba kwenye idara ya elimu tumeongeza ufaulu, lakini kwa watumishi wengine wasiokuwa walimu, maana yake tumeendelea kuongeza makusanyo ya mapato kwenye halmashauri yetu. Lakini hapa naona kuna changamoto ya madeni. Katika madeni yao naona walimu wanadai zaidi ya shilingi milioni 420 na watumishi wengine milioni 196. Kwa kuwa halmashauri yetu sasa hivi ina makusanyo mazuri, ningeomba basi mkurugenzi uone namna sasa ya kuweza kuwapatia stahiki zao watumishi yao ili kuwapa moyo waendelee kufanya kazi kwa moyo zaidi katika halmashauri yetu. Lakini la pili, kwenye madeni ya wazabuni wetu wametuhudumia, wengine wamejenga majengo tunayatumia sasa hivi, wengine waliweka amana vitu vyao, inawezekana wanakaribia kufilisiwa na benki. Kwa kuwa makusanyo yameongezeka katika halmashauri yetu, basi ona mkurugenzi namna ya kuweza kuwalipa ili na wao waweze kupata ahueni. Asante. Kazi na utu. Kisarawe oye! Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kukupa moyo wa imani. Umesoma kanuni zako, umechambua. Nashukuru kwa maswali mazuri ya wajumbe. Nikianza na swali la kwanza, nataka kujua sifuri ni sifuri kweli ama ni typing error?
naomba niseme hiyo timing error, lakini tutaendelea kupitia kitabu chetu na kuendelea kufanyia marekebisho, lakini ishu ya madeni ya watumishi ambayo pia kwa pamoja watumishi, walimu, wasiokuwa walimu, lakini vilevile madeni ya wazabuni wetu, na tukagusia pia MSD tunadaiwa milioni takriban 299. Naomba nipokee ushauri uliotolewa na ujumbe kwamba tunaenda kupunguza madeni haya, lakini tutaandaa mchanganuo wa madeni haya na kikao cha baraza kuwasilisha mwenyewe na mikakati ya kuweza kuyapunguza. Sio mwenyekiti katika naomba nisijibu hivyo, lakini kuhusu 41% ya mradi wa maendeleo kwa mwaka huu unaisha, tulipeleka kwa 100% kama takwa hivyo.